Bukavu ville verte. Prenons soin de notre belle ville. Bukavu, wanawake na vijana wapo mstari wa mbele katika mwezi wa kijani bila plastiki. Katika kampeni ya mwezi wa kijani Mois usimamizi wa taka za nyumbani umekuwa njia muhimu ya kurudisha uzuri wa mazingira ya Bukavu. Jumapili tarehe 8 Machi, wakati dunia kiazimisha haki za wanawake, nguvu imewekwa kwenye nafasi ya kipekee ya wanawake na vijana katika vita dhidi ya uchafu mjini. Ulinzi wa mazingira unaanzia nyumbani, kwa sababu mwanamke ndiye msimamizi mkuu wa taka za nyumbani na mwalimu wa kwanza wa watoto. Ana nafasi ya msingi katika kupunguza uchafu unaoziba mitaa ya Bukavu. Marie-Louise Isanda, msimamizi wa programu ya utawala katika shirika Cooperation Suisse, alitumia nafasi hiyo kutoa wito kwa wanawake wenzake. Wajikaze, kwani ni sisi wa mama tunapiga nyumbani, tunatumikisha uchafu. Ni sisi wa mama tutaambia watoto namna gani ya kujerele uchafu, namna gani ya kukinga mazingira yetu. Sisi wa mama tunakaa na watoto, kukikuwa magonjwa ni sisi wa mama tuko kunivyo ya kwanza kuangalia namna gani kutunjisha watoto wetu, na kwa hiyo tunapashwa kukinga sana mazingira pembeni yetu. Ni lazima tutumie na kusimamia vizuri taka zetu za nyumbani. Kila hatua ni muhimu ili kusafisha mazingira yetu na kulinda afya ya familia zetu. Tumsikilize. Na kuangalia namna gani ya kujerele madeshe yenye tunatosha mafiga zetu, na kuambia watoto jinsi ya kujerele. Hivi sisi wa mama tunapana education kwa watoto. Juhudi za wanawake zinaonekana pia kwenye vyombo vya habari. Katika kampeni hii ya mwezi wa kijani Mois, wanawake wapasha habari wanajitoa ili kubadilisha fikra za watu. Emanuela Bahindwa, mtumishi kwenye Watoto News, anasisitiza umuhimu wa kuelimisha vijana na watoto wadogo kuanzia sasa. Anasema haya: mie personnellement najiimplike kama vile mwandishi wa habari kwa kupasha wengine habari, kwa kuchunga mazingira, kwa kuweza kupanda miti na kwa kuweza kuilinda hiyo miti ambayo waliweza kuyapanda. Kwa upande wake, Edith Kazamwali wa La Prinel RDC anaamini nguvu ya redio. Kazi yetu ni kueneza mafunzo kupitia vipindi vya redio. Habari ndiyo silaha ya kwanza ya kupambana na uchafu. Tumsikilize. Najiimplike katika kampeni ya Mois, kusensibilize batu, kuhimiza watu kwa kupanda miti, kwa kukinga mazingira na kukamata soin ya ile miti. Harakati hizi haziishi nyumbani au kwenye studio za redio pekee. Baraza la vijana la mkoa, Conseil Provincial ya Jeunesse, linaomba vijana wote wa Kivu ya Kusini kuwa viongozi wa mabadiliko. Deborah Mubalama, kiongozi kwenye Conseil ya vijana hapa jimboni Kivu ya Kusini, amesisitiza umuhimu wa kufanya kazi kwa pamoja ili kurejesha mazingira ya Bukavu, akikumbusha kwamba kesho ya mji huu wa Bukavu ni ya wale wanaoilinda leo. Deborah Mubalama: nashukuru sana partenaire wetu DDC kutusaidia ku protection ya environnement mu province yetu, particulièrement mu ville yetu. Asante sana. Bukavu ville verte. Prenons soin de notre belle ville.